naomba niruhusu niseme mambo mawili tu mgombea wetu. La kwanza, naomba nitumie fursa hii kuwakumbusha Watanzania ya kwamba moja ya mambo yanaumiza uchumi wa nchi yetu na kufanya watu wapate adha na shida ya maisha ni pale ambapo umeme unapokuwa tatizo. Biashara zote duniani zinapanda gharama kutokana na swala la umeme, lakini pia kutokana na swala la mafuta. Ulipoingia madarakani ulikuta changamoto ya umeme ni kubwa. Na changamoto hii iliwaumiza watu wa saluni, iliwaumiza watu wenye hoteli, lakini ilienda kuwaumiza zaidi ya watu wenye viwanda ambao ilifika hatua kwa umeme wa mgao walishindwa kuzalisha na vijana wengi wakapoteza ajira kwa sababu ya kutokuwa na umeme wa uhakika. Daktari Samia, umekuta mradi wa bora Mwalimu Nyerere uko chini ya 30%. Ukafunga mkanda, zaidi ya trilioni 6.5 zimetoka na mitambo yote 9 inafua umeme na Watanzania wamesahau kabisa mgao wa umeme. Lakini sio hivyo tu, umeliwezesha taifa ukiwa mwanamke wa kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na umeme wa uhakika na kufika hatua tumeingia kwenye mpango wa kuuza umeme nje ya Tanzania ikiwepo na nchi ya Zambia. Kazi yako hiyo tukuka haiwezi kwenda bure. Lazima tarehe 29 Oktoba tukakupe kura za kishindo kwa wema wako na uaminifu wako kwa taifa letu. Leo hii tunao mradi wa Malagarasi, tunao mradi wa umeme wa jua Shinyanga, tunao mradi katika kila kona. Iko miradi inaendelea mingine kuhakikisha kwamba Tanzania inauza umeme badala ya kuwa Tanzania yenye ugao wa umeme chini ya uongozi wako Daktari Samia. Nimekuja kuwauliza wananchi wa mkoa wa Mwanza, ndugu zangu na wasukuma wenzangu, Wahaya, Wajita, Wakuria, makabila yote tulioko hapa, nimekuja kuwauliza kosa la Daktari Samia ni lipi mpaka usinyanyuke kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29? Amekosea kuwalipa fidia bilioni 104 wananchi wa jiji la Mwanza katika mradi wa SGR, ndio kosa lake. Kosa lake ni kuhakikisha kwamba Tanzania haiko kwenye ugao wa umeme, kwamba umeme tunao kutosha. Leo hii ukienda saluni kila mtu ananyoa, hana pressure tena wala msusi hangaiki, ndio kosa lake. Kosa lake ni kutujengea meli ya kisasa na imeshaanza majaribio kwenda Kemondo, ndio kosa lake. Kosa lake ni kuhakikisha kwamba daraja la JPM Magufuli linakamilika. Hilo ndio kosa la kuacha kumnyima kula. Nimekuja kuwauliza ndugu zangu, kwa nini tunamhukumu mtu mwema, mtu mwadilifu, mtu mwenye mapenzi ya dhati na mtu mwenye utu kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Nimemalizia kwa kusema niache niendelee. Wangapi wananiombea dakika moja niendelee? Wangapi wanamwombea Makonda dakika moja endelee? Ninaomba niwaulize swali. Ndugu zangu, wakati kaka yangu hayati Magufuli akiwa rais, alifanya kazi ya heshima sana. Kiliibuka kikundi kilimtukana asubuhi mpaka usiku, na wakati yuko kitandani anapigania uhai wake, kikundi hiki kilimtukana na kumdhalilisha kwa kila aina matusi. Leo hii ametangulia mbele haki. Mungu katupa Daktari Samia. Kikundi kile kimeungana kumtukana Daktari Samia usiku na mchana. Watanzania mko wapi kumlinda rais wetu? Vijana mko wapi wa hamasa kumlinda Daktari Samia? Mwanza mko wapi kumlinda dada yetu Daktari Samia? Naomba nione mikono ambayo iko tayari kumlinda Daktari Samia na kuhakikisha kwamba tunamlinda, tunampigia kura na tutamtetea bila kukata tamaa. Daktari Samia, umeona
Wananchi hao wanakifahamu hicho kikundi, na wengi hawakai hapa nchini. Na nimeona jana wameanza kwenye mitandao kuniandika, mimi ni saizi yenu, mwacheni Daktari Samia aongoze nchi, njooni tuhangaike na Makonda. Nami niko tayari kupambana na nyinyi kwa kila hoja na kila viroja kuhakikisha CCM inashinda. Asante sana, naomba tuendelee kumwombea, tumtunze, tuhakikisha kwamba chama hiki cha Mapinduzi kinaendelea kushika hatamu. Mungu awabariki sana.